Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Julai 29 mwaka 2026. Mada ya leo inasema kutoka Sauli kuwa Paulo. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo tunalitukuza jina lako kwa nafasi hii uliyotupatia. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Tunapoendelea kutafakari mada hii, kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Kutoka Sauli kuwa Paulo ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 aya 6, na neno la Mungu linasema, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Katika uongofu wa ajabu wa Paulo, tunaona nguvu ya Mungu ya kimuujiza. Yesu, ambaye jina lake katika majina mengine yote alilichukia na kulidharau, alijidhihirisha kwa Paulo kwa kusudi la kukomesha kazi yake ya kiwenda wazimu, lakini iliyotendwa kwa uaminifu, ili aweze kukifanya chombo hiki kisichokuwa na tabia njema kuwa chombo kiteule cha kupeleka Injili kwa mataifa. Nuru ya mwangaza wa mbinguni ilikuwa imeondoa uwezo wa kuona wa Paulo, lakini Yesu, mponyaji mkuu wa vipofu, haurejeshi. Anajibu swali la Paulo kwa maneno haya, simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo. Yesu asingeweza kumponya Paulo upofu wake tu, bali pia angeweza kumsamehe dhambi zake na kumwambia wajibu wake kwa kupambanua njia yake ya baadaye. Kutoka kwa Kristo uweza na rehema vyote vilipaswa kutiririka, lakini hakumpa Paulo uzoefu. Katika kuongoka kwake kuja kwenye ukweli usiotegemezi kwa kanisa lake lililoanzishwa hivi karibuni duniani. Nuru ile ya ajabu aliyopewa Paulo katika tukio lile ilimshangaza na kumchanganya. Alitiishwa kabisa. Kipande hiki cha kazi mwanadamu asingeweza kumtendea Paulo, lakini bado kulikuwa na kazi iliyopaswa kukamilishwa ambayo watumishi wa Kristo wangeweza kuifanya. Yesu anamwelekeza kwa mawakala wake walioko kanisani kwa ajili ya kupata maarifa zaidi juu ya wajibu. Hivyo anatoa mamlaka na idhini kwa kanisa lake lililoanzishwa. Kristo alikuwa amefanya kazi ya ufunuo na usadikisho, na sasa Paulo alikuwa katika hali ya kujifunza kutoka kwa wale ambao Mungu alikuwa amewaagiza kufundisha ukweli. Kristo anamwelekeza Paulo kwa watumishi wake wateule, hivyo anamweka katika uhusiano na kanisa lake. Watu wale ambao Paulo alikuwa akikusudia kuwaangamiza ndio walikuwa wawe waalimu wake katika dini ile ambayo alikuwa ameidharau na kuitesa. Malaika anatumwa kwa Anania akimwelekeza aende kwenye nyumba fulani ambako Sauli anaomba ili apate kufundishwa kile kinachofuata ambacho alipaswa kufanya. Kwa niaba ya Kristo, Anania anagusa macho yake ili apate kuona. Kwa niaba ya Kristo, anaweka mikono yake juu yake, anaomba katika jina la Kristo, na Sauli anapokea Roho Mtakatifu. Hii ni Julai 29, mada ikisema kutoka Sauli kuwa Paulo. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema. Mlezi wa Israeli, ni wimbo gani mzuri
alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovushwa bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovushwa bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Yajayo hatuyahofu, mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga